Katika mgawanyo wa majukumu na utawala wa kifamilia, kwa kawaida mwanaume ndiye anayetakiwa kuwa kiongozi katika familia, lakini si mara zote mwanaume anatakiwa kuwa kiongozi katika familia, kwani wapo baadhi ya wanaume ambao hawatakiwi kuwa viongozi katika familia, na hao ni wanaume ambao wanatakiwa kuongozwa na wanawake. Zipo sababu mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea mwanaume asiwe kiongozi wa familia, na kwa sababu hiyo atawaliwe na mwanamke ambaye yupo naye katika mahusiano. Katika video hii nitakwenda kukuambia makundi matano ya wanaume ambao wanatakiwa kutawaliwa na wake zao. Nitakwambia kwa sababu gani. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni aina 5 za wanaume ambao wanatakiwa kutawaliwa na wanawake walioingia nao katika ndoa. Namba 1, wanaume waliotawaliwa na ulevi kiasi cha kushindwa kutambua majukumu yao katika ndoa. Miongoni mwa mambo ambayo mimi na wewe tunatakiwa tuyakubali ni kuwa ili familia iwe bora inahitaji kiongozi. Hata katika mataifa ambayo tunaishi mimi na wewe, wakati mwingine kama kiongozi akiwa imara, maisha ya wafuasi wake pia huwa ni mazuri, yaliyotawaliwa na furaha. Lakini kama kiongozi wa taifa hilo hatakuwa imara, basi hupelekea maisha ya wafuasi wake kuwa magumu, yenye tabu na huzuni ambazo hazina ukomo kila itwapo leo. Jambo hilo pia hutokea katika familia ambazo tunaishi mimi na wewe. Wanaume ndo viongozi wa familia na ndivyo ilivyozoeleka. Lakini vipi kama mwanaume atatawaliwa na ulevi? Inaweza kuwa ulevi wa pombe au matumizi ya madawa ya kulevya kupindukia, akashindwa kuitambua hata nafasi yake katika familia. Ikiwa mwanaume huyu ataingia kwenye mahusiano au katika ndoa na mwanamke ambaye naye pia hawezi kuitambua nafasi yake, itakuwa ni mzigo mkubwa kwa watoto. Familia itapoteza mwelekeo. Lakini ikiwa mwanaume huyu aliingia katika ndoa na mwanamke ambaye anajitambua na kutambua majukumu yake kama mke, huu ni wakati ambao mwanamke anatakiwa kushika usukani wa uongozi katika familia. Jukumu la kuiongoza familia linatakiwa kuja mikononi mwa mwanamke. Yeye ndiye pekee anayeweza kumbadilisha mwanaume wake na kumrudisha katika mstari unaotakiwa. Hivyo huu ni wakati ambao mwanaume lazima awe chini ya uongozi wa mwanamke, na hapa ni wakati ambao mwanamke anatakiwa kuhakikisha uzalendo na upendo wa kweli wa familia yake unakwenda kufanya kazi katika malezi sahihi ya watoto, lakini malezi sahihi kwa mwanaume ambaye ameingia naye katika mahusiano, kwani ni wakati ambao mwanaume hawezi kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi, kwani mwanaume anapokuwa katika ulevi uliopindukia au katika matumizi ya madawa ya kulevya, akili yake haiwezi kuwa katika utimamu, bali huwa anakuwa insanity. Ndiyo maana hata sheria inapogundua mtu alifanya kosa akiwa katika hali hiyo, inaweza kumtoa hatiani. Hata kama aliua, inaweza kumhukumu kwa kifungo cha watu walioua bila kukusudia, kwa sababu akili ya mwanadamu haiwezi kuwa timamu ikiwa imetawaliwa na ulevi, aidha wa madawa ya kulevya ama ulevi wa pombe kupindukia. Kama wewe ni mwanaume ambaye hautamani kuipoteza nafasi yako katika familia, tafadhali acha kutawaliwa na ulevi. Acha matumizi ya madawa ya kulevya, yataharibu akili yako, na kwa sababu akili yako haitakuwa timamu, utapoteza sifa ya kuwa kiongozi katika familia. Namba 2, mwanaume asiyekuwa na nidhamu katika fedha ambayo anaipata kwenye maisha yake. Miongoni mwa misingi mikubwa ya mafanikio kwenye maisha ya mwanadamu ni matumizi ya fedha ama nidhamu katika fedha. Asilimia kubwa ya wanaume wanaotakiwa kuongozwa na wanawake walioingia nao kwenye ndoa ni wanaume wasiokuwa na nidhamu ya fedha.
Hawa ni wanaume ambao wanapopata pesa, kila kitu kinachopita mbele ya macho yao wanatamani kutoa fedha na kuzifanyia matumizi katika kitu hicho. Hawa ni wanaume ambao hata wanapoenda sokoni, ni watu ambao hawawezi kujizuia. Inawezekana walienda sokoni ili wakanunue kitu fulani, lakini kosa ni kutembea na fedha nyingi kwenye mifuko yao, na huu ni wakati ambao wanapofika sokoni wanajikuta wanaanza kufanya matumizi katika vitu ambavyo hawakuwa wamepanga kufanya matumizi juu ya hivyo. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Hawa ni wanaume ambao hawawezi kufanikiwa kwenye maisha yao, wala hawawezi kuzivusha familia zao kutoka katika nchi ya umaskini na kuwapeleka katika nchi ya mafanikio na utajiri. Ili familia hizi ziweze kupiga hatua katika maisha yao, ni lazima wanawake wa mataifa hayo au wanawake wa familia hizo wafanye mapinduzi na kuwa wao wawe viongozi wa familia hizo. Kwani kama mwanaume wa kundi hili hatobadilika na mwanamke wake atakuwa ni mtu ambaye aidha atafuata tabia ya mumewe, ama atakuwa ni mtu ambaye hawezi kujitambua na kutambua nafasi yake katika ndoa, hizi ni familia ambazo zitakwenda kupitia maisha magumu ambapo hazitaweza kufanikiwa. Watoto watakwenda kuhangaika kwa sababu kila siku, haijalishi familia hii itakuwa inaingiza kipato kikubwa kwa kiwango gani, lakini matumizi yatakuwa ni makubwa. Mwanamke aliyeingia katika ndoa na mwanaume wa aina hii lazima ajiongeze, aichukue nafasi ya uongozi katika familia hiyo, awe kiongozi ambaye anaweza kupanga matumizi. Kwa sababu ya maslahi ya familia, mwanamke anatakiwa kutumia kila mbinu ambayo anayo kwa ajili ya kuhakikisha yeye ndiye anakuwa anaweza kupanga mipango katika familia na kupanga matumizi juu ya fedha ambazo zinapatikana. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu ya akili nzuri ya mwanamke, basi familia inaweza kupiga hatua na ikaweza kujiondoa katika kifungo cha umaskini na kwenda katika uhuru wa kifedha. Namba 3, mwanaume asiyekuwa na malengo katika maisha yake. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, kwa mwanadamu yeyote ambaye anatamani kufanikiwa maishani mwake, lazima awe na malengo ambayo amekwisha jiwekea. Kwa bahati mbaya, wapo baadhi ya watu ambao hawana malengo yoyote maishani mwao. Hawa ni watu ambao wanaishi chochote kinachotokea maishani mwao wanaona ni sawa, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kwa kuwa tumezoea wanaume ndio wanaotakiwa kuwa viongozi wa familia, na mimi sipingi, ndio uhalisia uliopo. Mwanaume ndiye anayetakiwa kuwa kiongozi wa familia, lakini vipi kama utaingia kwenye ndoa na mwanaume asiyekuwa na malengo katika maisha yake? Ina maana atakuwa chanzo cha kuipoteza familia, kwani kwa kawaida mwanaume ndiye anayetakiwa kubeba falsafa ya familia. Maono ya familia yanatakiwa kuwa katika mikono ya mwanaume, lakini mwanaume akikosa vyote hivyo, huu ni wakati ambao mwanamke anatakiwa kuwa na akili. Mwanamke anatakiwa kuibeba future ya familia. Maono ya familia pamoja na mwelekeo wa familia vinatakiwa kuwa chini ya mwanamke, kwa kuwa mwanaume amekosa vitu hivyo. Kwa sababu ya maslahi ya familia, kama mwanamke ataweza kujitambua na kuyabeba maono ya familia, basi familia hiyo inaweza ikamovu kutoka katika daraja la umaskini na kwenda katika daraja la utajiri au mafanikio. Jambo ambalo kama mwanamke asingeweza kulifanyia kazi, ingekuwa ni ndoto ya mchana. Hivyo, mwanaume asiyekuwa na malengo katika maisha yake, huyu ni mwanaume anayetakiwa kuongozwa na mwanamke mwenye malengo, mikakati na future katika familia. Namba 4, mwanaume asiyeweza kutimiza majukumu yake kama baba wa familia. Miongoni mwa mambo ambayo hatuwezi kuyakataa ni kuwa mwanaume ameumbwa ili akawe mtawala katika hii dunia. Mwanaume ni mtawala katika familia, na ndiyo maana Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanamke alimfanya kuwa msaidizi wa mwanaume. Lakini vipi kama mwanaume hatoitambua nafasi yake katika hii dunia? Yaani ikiwa mwanaume hawezi kujua yeye ni nani, majukumu yake ni yapi katika familia, huyu ni mwanaume ambaye kwa namna moja au nyingine anakwenda kuipoteza familia yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Badala ya kuiinua, anaweza akaididimiza. Na huu ni wakati ambao mwanaume huyu, kama atakuwa na mwanamke ambaye anajielewa, mwanamke
anaweza kumsaidia mwanaume kuitambua nafasi yake, lakini ikiwa mwanaume atashindwa kuitambua nafasi yake, mapinduzi makubwa yanaweza kufanyika katika familia. Ina maana nafasi ya mwanaume itachukuliwa na mwanamke. Ingawa kuna baadhi ya vitu mwanamke hawezi kuvichukua kutoka kwa mwanaume, bali mwanaume hubaki kuwa mume, lakini kimajukumu baadhi ya vitu mwanamke anaweza kuvichukua kwa sababu ya maslahi mapana ya kuikomboa familia. Mwanamke anaweza akaanza kujituma katika kazi. Mwanamke anaweza akawa mbeba maono. Mwanamke anaweza akawa kiumbe ambaye anahakikisha familia yake inakuwa katika malezi bora, huku familia yake ikipata mahitaji yao ya kila siku. Na hili hutokea pale tu mwanaume anapokosa kujitambua yeye ni nani na majukumu yake ni yapi katika familia yake. Namba 5, mwanaume aliyepoteza utimamu kutokana na sababu mbalimbali za kiafya. Yapo mambo mbalimbali ambayo yanapotokea maishani mwetu yanaweza kuleta madhara kiafya katika miili yetu na katika ufahamu wetu. Miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kuleta madhara katika vitu hivyo ni maradhi ambayo yanaweza kuja na kuondoka. Wakati mwingine maradhi fulani yanaweza kuja na yasiondoke. Inawezekana umeingia kwenye mahusiano na wakati upo katika mahusiano ya ndoa na mwanaume wako amepatwa na changamoto ya ugonjwa wa akili, ama amepatwa na changamoto fulani ambayo kwa namna moja au nyingine hawezi kumudu majukumu ya familia. Huu ni wakati ambao hautakiwi kuendelea kumbebesha mzigo wa uongozi katika familia yako, kwani huu ni wakati ambao unatakiwa kuyabeba majukumu yake. Kama wewe ni mwanamke ambaye unampenda mumeo na una uchungu na familia yako, huu ni muda ambao badala ya kuendelea kumtaka mwanaume wako akutimizie mahitaji ya kila siku na mahitaji yako ya familia, huu ni muda ambao unatakiwa kuichukua nafasi yake, uwe msaada wa kweli katika maisha yake. Jitume katika kazi. Ikiwa ameathiriwa katika kiwango ambacho hawezi kufanya kazi tena, fanya maamuzi, kwa sababu mwanaume wako hawezi kufanya maamuzi tena. Fanya chochote kwa ajili ya kuleta mahitaji katika familia yako, kwa sababu mwanaume wako hawezi kuleta mahitaji tena kwa sababu ya changamoto ya kiafya ambayo anaipitia. Mimi kwa leo naomba nishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.